Hii ni question and answer ya Biblia Digitali na iko chini ya pionia wako yule Anili Blaster. Na leo nimepata baraka ama fursa ya kukutana na Baba Askofu Makengwa wa kanisa la EAGT hapa Morogoro. Karibu Baba Askofu Makengwa. Asante sana. Lakini sijapata bahati hiyo tu, lakini pia nimekutana pia na rafiki yetu, ndugu yetu. Yeye sio mgeni, ni mwenyeji. Ni mchungaji Kimati wa kanisa la FPCT hapa Morogoro mjini. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Swali langu kuwakutanisha nyinyi hapa ni kutoka EAGT, lakini kutoka FPCT, lakini ni viongozi wa umoja wa Pentecost CPCT. Swali langu kubwa, Baba Askofu, Baba Mchungaji, swali langu kubwa, kwa nini kumekuwa na migogoro ndani ya makanisa ya Kipentekoste? Zamani migogoro na wale wengine ilikuwa ni ya kithiolojia. Nikisema wale wamebatizwa kwa maji machache, wale wanafuata liturujia, wale wanafanya hivi, tukasema ni mgogoro wa kithiolojia. Tukaachana nao, tukaanzisha Pentecost. Lakini pia tukaona mgogoro na wale prophetic ministry, hizi movement za manabii. Tukasema wanatumia mafuta kinyume na neno la Mungu. Lakini pia tukadai kuwa wanauza vitu vya kimungu, wanafanya makosa. Sasa sisi hapa ambao tumebatizwa kwa maji mengi, nena kwa lugha, maana tumempokea Roho Mtakatifu, lakini pia tunatumia Biblia moja, wakati mwingine tuko chini ya askofu mmoja. Nini migogoro hii ya Pentekoste? Watu hawa ambao tuko uniform, Biblia moja, ubatizo mmoja, maongozo mamoja, tuko chini ya Roho Mtakatifu yule. Kwa nini tumeendelea kugombana na kwa nini tunakuwa na kesi? Baba Askofu, nini sababu ya wa Pentekoste kugombana? Asante sana ndugu kwa swali hilo ambao umeniuliza. Kwa nini wa Pentekoste wanagombana? Wa Pentekoste wanagombana wakati mwingine inaweza ikasababishwa na ile hali ya kielimu. Elimu inaweza ikasababisha kugongana. Kwa kuna changamoto ya kutokuwa na elimu. Na ni lazima kwanza tufahamu Biblia inasema nini na msingi wake ni nini, ili tufuate kwa pamoja. Kwa pointi ya kwanza tunaona ni kwa watu elimu pia ni changamoto, ndio maana mpaka tunakuwa tuna mizozo mle ndani. Kunakuwa mizozo mle ndani. Maana ni lazima mtu akisoma anaweza akajua wajibu wake, anaweza akajua kwamba Mungu anataka tufanye nini. Hasa kwa kukosa hiyo elimu inaweza kusababisha hali ya mgongano. Maana unaweza kumwelekeza mwenzako tufanye hivi, lakini yeye anakuwa kinyume. Hapo anafanya kama unakosea, kama vile unakosea. Amina. Mchungaji Kimati kutoka FPCT. Kwa uzoefu wako baba, kwa nini sisi wa Pentekoste tugombane? Sababu haswa ni nini? Pointi yako baba amesema elimu. Pointi yako ni nini? Nashukuru mwandishi. Amina. Na mimi ninazo pia sababu kadhaa ambazo ninaona zinachangia kuwepo na migogoro ndani ya Pentekoste. Maji mengi, tunanena kwa lugha, tunagombana. Kuna ile hali pia ya watu kutoridhika ambako pia kuna sababishwa na ubinafsi. Naposema kutoridhika, namaanisha kwamba kunakuwa na watu ambao wanainuka ndani ya makanisa, viongozi, hata waumini pia, wakitaka kuwa na nafasi kubwa, ajulikane. Kwa mfano, anakuwepo shemasi tu, tuchukue tu shemasi, ni huduma nzuri, ni ya kibiblia, lakini anaona huyu shemasi kwangu kama ni huduma ndogo, anataka awe pasta.
Anapoona anakaa kwenye ushemasi miaka kadhaa ana influence sasa anaanza vita sasa na mchungaji. Kwa mchungaji nataka niwe pastor. Na pastor akiwa kinyume naye ndo hapo sasa mgogoro unaanza pale. Inabidi naye asepe. Anasepa na kijiji. Anakuwa na watu sasa ambao wamemuunga mkono. Na kuna point amezungumza Bishop kwamba kukosa elimu pia. Lakini point nyingine baba askofu ni nini ukiacha elimu binafsi? Nafikiri labda point nyingine kwa uzoefu wako baba. Point nyingine ambayo inafanya watu kuwe na migogoro na hata pia kipesa au uchumi inaweza kusababisha migogoro. Labda naweza kawa ni labda muumini anaona pale mchungaji au askofu na kanisa kubwa anapata zaka nzuri, hela. Sasa na yeye anatamani aweze kupata kile kitu. Sasa nafikiri kwamba kama na mimi nikianzisha kanisa langu au huduma yangu naweza nikawa napata kipato kizuri. Kwa hiyo anaweza kikumi anatamani. Kwa hiyo nayo inaweza kaleta migogoro. Na hata ukimsaidia kijana vya bwana muda wake bado bwana, tulia kwanza ujifunze, lakini nasema mchungaji ananionea wivu hapa. Mimi nataka tu nikaweze nikafanya kazi ya Mungu. Ili kwamba naye aweze kupata kipato kama kile anachopata Bwana Bishop. Hilo nayo lipo. Sasa tuje kwako mchungaji Kimati. Unafikiri sababu nyingine hasa nini? Waenda kiburi, nadhani watu wapendi kuwa chini ya system. Kiburi kitahusika, lazima kiburi. Mtu anapoanza kutaka kushindana au kutaka kuanzisha mgogoro, maana kuna kitu anakitafuta. Kuna kitu anakitafuta, akajulikane, aonekane. Lakini pia ninafikiri sababu nyingine pia ambayo inachangia ndani ya Pentekoste au ndani ya makanisa ya Pentekoste, sio wote ambao ni wa Pentekoste. Wengine wameingia upentekoste, ndani ya Pentekoste lakini wana mambo yao ndani. Yaani wameingia tu kwa kusudi tu la kuvuruga kanisa. Kuleta uchochezi, kuwachonganisha wachungaji na waumini, viongozi wa madua siri hao. Na wale ni wabaya sana wale. Wanakuwa kama wanafanana walotoka kwetu lakini hawakuwa kwetu. Kuna maadui wamejiingiza kisiri. Inawezekana kwa sababu. Sasa kutokana na muda wetu nataka tuangalie nini kanisa limefanya kuepuka hivi vikundi kuendelea kuvunjika. Nini kanisa lifanye ama nini kanisa limefanya? Baba Askofu, kwa uzoefu wako katika kazi ya Mungu, umeona kanisa kwa ujumla Pentecoste imechukua hatua gani kudhibiti hivi modern cults na huko kuvunjika? Nafikiri mimi, asante mwandishi, mimi nafikiri kwamba kitu kimoja hapo ambacho kinaweza kikasaidia Pentecoste kutokuvunjika na ni kimoja wapo kwa sasa hivi kimeshaanza, ni ile hali ya kuanzisha umoja. Na sasa hivi si Pentecoste tu, katika dini nyingi wameshaanzisha. Mfano zetu kule nani, kuna teki wale wa Roma kule, kuna CCT waligundua kitu cha namna hiyo. Na hata na sisi wa Pentecoste tukajua kwamba kama tutaungana au tutakuwa na chombo cha kutuunganisha itakuwa pia ni kitu kizuri. Na kwa sasa hivi tunashukuru kwa sababu tumeshaanzisha chombo hicho. Kuna chombo kinaitwa CPCT. Hiki kinaunganisha wa Pentecoste wote. Na wanaunganishwa na chombo hicho, na pia ili kwamba kutokufanya watu wengine wale nao wajiingize mle, inakuwa na utaratibu na hasa zile imani. Natakiwa imani iwe moja, ile misingi ya imani natakiwa iwe moja. Sasa tunapokuwa katika hali hiyo ya kuunganika, ndio tunaweza tukapunguza hali hiyo ya migogoro. Na ninaliona hilo hata mna ibada za pamoja. Ibada za pamoja. Wanakusanyika kwa pamoja. Ndio. Hata ukitokea matatizo mara kwa mara, hii CPCT hii
inatatua yale matatizo. Badala ya kwenda labda mahakamani, kwenda wapi, wanatatua wao wenyewe. Kwa hiyo hili nalo litakuwa ni mojawapo iliyosaidia kuweza kuzuia migogoro. Umoja ukiboreshwa na ukisimamiwa vizuri unaweza ukasaidia. Lakini pointi nyingine, Mchungaji Kimati toka FPCT, wewe pia umefanya kazi katika umoja huo wa Pentecoste kwa muda kidogo. Je, unadhani hili kifanyike? Sawa, mimi nafikiri kingine cha kufanyika pia ni pamoja na maombi, kumomba Mungu. Maombi. Maana unafahamu asili ya magomvi, mgogoro kanisani inatoka kwa adui Shetani. Kwa hiyo tunapomomba Mungu tunapata msaada wa Mungu kuondoa migogoro kanisani. Lakini pia wale ambao wanatafuta umaarufu kanisani, ambao pia wamekuwa ni sababu ya kuleta migogoro, waridhike na nafasi walizonazo, lakini pia wanyenyekee. Wao wanyenyekevu, kwa sababu anayemuinua mtu ni Mungu. Tumalize, Baba Askofu, umekuwepo kule kwa muda mrefu katika huo umoja, pia umewahi kupata nafasi tofauti na kubwa. Unadhani swala la elimu kutolewa ni inawezekana likawa ni tija ya kuleta umoja? Swala la elimu itakuwa ni moja ya kitu kinachoweza kusaidia kuondoa hiyo migogoro. Maana migogoro mingine inafanyika kwa sababu mtu hana elimu. Haelewi Biblia, haelewi neno la Mungu linasemaje. Sasa yeye unakuta kwa sababu ya kutokuelewa, nakuta kwamba inamfanya aweze kusababisha migogoro. Lakini kama atakuwa amesoma na atakuwa na elimu, itakuwa anafahamu, atakuwa anajua misingi ya Biblia, atakuwa anajua kwamba Mungu anataka tufanye nini. Kwa hiyo nayo itaweza kusaidia kupunguza hali ya migogoro. Neno lako la mwisho kwa uzoefu wako, unaweza kusema nini kwa sentensi ya kuliponya hili kanisa? Kwa asante mwandishi, ili tuliponye kanisa letu, nafikiri kitu ambacho kitakacho tusaidia sana, hebu tufuate misingi ya Biblia. Na Biblia ndio kioo chetu, na Biblia ndio fundisho letu.